Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Mimi nikasema tu ni kwamba kuna makosa madogo yalifanyika tulivyokuwa kwa Malawi, na bahati nzuri na mimi nilikuwa niko kule. Lakini kwa mfano kwamba katika line up kidogo tulikuwa tumekosea kidogo, na hata tulivyofungwa lile goli kama ulivyoona, tulimwacha yule striker wa mwisho mkono wa kulia kule kwa katika ushambuliaji, kiasi kwamba hata goalkeeper na mabeki watakuwa na concentrate na mtu mmoja akamwacha yule vile. Lakini nasema tu kwamba ni watoe wasiwasi wa Tanzania na hasa mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africa, kwamba kesho Jumamosi tuna uwezo mkubwa sana wa kuweza kuingia kwenye group stage, kwa sababu tuna timu nzuri na tumejua tu kwamba undergrade ile timu, kwamba tunaangalia Malawi ni nini kwa Young Africa, lakini tumeshajua kwamba Malawi wametupa kizingiti. Lakini nasema tu kwamba tuna wachezaji wazuri, tuna technical bench nzuri, na mashabiki wetu wajitokeze kwa wingi wende kushangilia timu na wachezaji wetu, kwa sababu tumeenda kwenye kambi tumeangalia ni kwamba wachezaji wetu wamejua kwamba walichokifanya ni wali-undermine team, lakini tutafanya vizuri kwa group stage. Wala isiwe na wasiwasi na Watanzania, ni kwamba tunakwenda qualify. Umezungumza kwamba mechi ya Malawi kwenye lineup kulikuwa na tatizo. Yaani tatizo limekuaje? Kama unavyofahamu hata nyinyi wenyewe kama watangazaji, waandishi na kadhalika, unaweza kuona kwamba jinsi ambavyo namba 1 mpaka namba 11 ukiangalia unaona kwamba it was not that much stable. Lakini sisi wenyewe unaweza kupanga timu ya Yanga, mimi nikapanga timu ya Yanga pesa kwamba timu ya ushindi. Hebu kumbuka kwa siku ya mechi ya Simba na Yanga, mwalimu mwenyewe aliamua kwa sababu wachezaji wa zamani waliokuwa kwenye klabu ya Young Africans anzeni mcheze na Simba, na walikaza mpaka kipindi cha pili kinaisha, cha kwanza kinaisha. Lakini baadaye tena ndo kaingia na wengine akaongeza wale watatu, na Pacome akafunga ile goli la mwisho kabisa. Kwa ndio nasema kwamba line up ni very important. Tusiangalie historia ya Yanga, lakini tuangalie nani aanze nani amalizie. Mimi hapa nikiwa kama Young Africans mara nyingi nilikuwa naongea na Watanzania, nikisema kwamba katika mafullback wa kushoto na wa kulia namkubali sana Kapombe na namkubali sana Shabalala wakiwa ni Simba, lakini mimi nikiwa ni Young Africa. Kwa hiyo kuna vitu vingine sinafikiri kama umesoma Cuba utakuwa unanielewa. Kwa kiwalisia kwamba kwenye mechi ya kesho inamhitaji zaidi Mohamed Hussein. Na nakubali akianza. Okay. Na kwenye fullback ya kulia? Wewe umeangalia mazoezi ya Yanga au unaongea kwenye simu tu? Siangalia. Yao tayari amesharudi yuko kazini. Ndio. Lakini mwenda naye yuko vizuri, hatuna tatizo. Okay. Lakini ukiangalia kwamba wapinzani wenu kana kwamba nao wako vizuri. Sikatai wako vizuri kwenye striking force. Kuna vijana wale wawili, kuna yule mwenye breach na yule mwingine aliyefunga lile goli, wako vizuri, ni wachezaji ambao ni wazuri. Lakini nasema tu kwamba sisi tutakuwa tuko vizuri zaidi na tutaingia kwenye group stage. Umemzungumzia yao, kwani yao yupo kwenye mfumo wa usajili kwa msimu huu na kiongozi? Yuko kwenye mfumo ndio. Yupo kwenye mfumo. Kwa ni majeruhi lakini ameshapona na ameshaanza mazoezi. Okay. Lakini kana kwamba idadi inazidi wachezaji 12 kama atakuwepo yao. Hebu nihesabie. Kuna Dumbia, kuna Pacome, kuna Maxi, kuna Shadrack Boka, kuna Alassane Kouma, kuna Boyle, kuna Sesine Kuwa, Djigui Diarra, kuna Pacome. Anko yumo ufanya homework. Okay, sawa. Lakini tumeshuhudia kwamba wapinzani wenu wamekuja hapa wakicheza muziki, yani kana kwamba wanaamini kwamba mechi rahisi kabisa. Hii imechagizwa na nini? Nini hizo ni mbwembwe ndugu yangu. Sawa, wanajua wanatoka, ndio wamekuja Tanzania, wanajua wanatoka. Kwa hiyo waache tu washerekee. Waache washerekee. Wanasherekea safari ya kurudi kwa na passport zao. Lakini matumaini ya Yanga kwenda makundi ipo 100%. Weka chaja mimi naweka simu. Wewe weka chaja mimi naweka simu. Yaani mimi niweke chaja wewe unaweka simu? Na wewe unaamini kwamba asilimia kubwa Yanga atashinda? Tayari. Sisi tunajiandaa kwenye makundi, kwa tunakuwa na timu gani ndio tunachokiuza sasa hivi.
Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.